Ibadallah, katika makosa ambayo waislamu wengi wanaangalia baadhi ya makosa ya wenza wao, na hili ndilo ambalo lapelekea watu wakaishi katika uzembe wa hali ya juu na katika kiza totoro, mpaka mtu anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala bado hana mema ambayo ameyatenda, bali kazi yake ni kula nyama za watu, kuwasimulia watu, kufuata habari za watu, kiasi ambacho jambo la uchamungu, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwake halipo, limetoweka, halitambui, wala hana tatbiqat za aina yoyote ambazo zampelekea huyo mtu akatambulika au akaonekana kwa marumuz, hali, ishara alivyo fulani. Ni miongoni mwa watu ambao tuweza kuhukumu katika dhahiri kwamba huyu ni mcha Mungu, bali matendo ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wengi wao, jiangalie wewe mwenyewe, mimi vile vile na mwinginewe, ni matendo ambayo lau ingelikuwa matendo ya waja yananuka harufu mbaya, ni wazi waislamu tungelikimbiana, tusingeliweza kukaa pamoja kwa uovu ambao wanao wanadamu, ambao kila siku bado wanaupalilia ndani ya nafsi zao. Atadri abi ayi ardhin tamut wa mata al-ajal wa mata satamut, wafahamu wewe ni sehemu gani ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuchukua, ni muda gani, lini, ukiwa katika hali gani. Hili peke yake lahitajia mwanadamu aifanyie tathmini nafsi yake kabla hajafanyia tathmini nafsi za watu wengine. Na hii ni katika sehemu lau muislamu atashughulishwa na amali zake na matendo yake, akamcha Allah subhanahu wa ta'ala, yawa ni sababu ya yeye kutubia makosa yake, yawa ni sababu ya yeye kuwa na muamala mzuri na watu wake, jamaa zake wa karibu. Lau utafeli wewe muislamu ukawa muamala wako ni mbovu baina yako na watu wako, yakawa matendo yako ni matendo machafu ambayo hayana toba, hayana kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa tasulu ila qimati at-taqwa? Vipi utafikia katika sehemu ya wewe kuwa mcha Mungu?